jambo ambayo iko na ushahidi wa wazi, ushahidi ambayo kila mtu anaweza kuifikia, na ningependa kuthibitisha hizi mambo kama hivi inafuatwa. Ni jinsi gani nchi yetu CCM pamoja na serikali yake imeweza kuharibu maisha ya Watanzania, imeweza kutuweka kwa umaskini mkubwa uliokuwa imepitiliza, pamoja na kutubebesha raia za kawaida madeni makubwa, na ndio maana unanunua umeme kwa bei kubwa, ndio maana unanunua sukari kwa bei kubwa sana, kwa sababu tuweze kulipa madeni ambayo yamesababishwa na watu wawili ama watatu, na badala yake hiyo deni yote tunatakiwa nchi nzima tuwe tunalipa. Naanza kuthibitisha kesi hizo kama ifuatavyo. Kuna kesi ambayo imesajiliwa huko ICSID kwa usajili namba ARB/05/22. Hii kesi ni mashtaka ambayo tumeshtakiwa na kampuni inaitwa Bywater Gulf Tanzania Limited. Hii ni kampuni ilishitaki serikali ya Tanzania kwa kuvunja mkataba mwaka 2005. Mwaka 2005 ni hii sasa, hii makesi tayari imekuwa concluded, maana yake iliamuliwa, na tukatakiwa kama serikali tukue tunalipa mapesa mingi sana. Hizi mambo zimefanyika wakati rais na amiri jeshi mkuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini sasa niko na nyaraka iliyokuwa inathibitisha kwamba Kikwete, kwa sababu alikuwa na ukaribu na watu na majambazi kama kina Rostam Aziz, walitoa hii kampuni kwa ubabe na kuidhulumu, kwa sababu hizi mambo aweze kupata marafiki zake. Kwa kuthibitisha jambo hiyo, ninaomba ndugu yangu kaangalie kesi iliyosajiliwa ICSID kwa namba ARB/05/22. Ikapelekea sisi peke zetu raia wa kawaida tulipe millions of dollars kama fidia, kwa sababu watu wawili walikuwa wanataka kupeana raha peke zao. Kesi nyingine ambayo tumeshtakiwa Tanzania ilisajiliwa kwa namba ARB/10/12. Hii ilikuwa kesi baina ya benki inaitwa Standard Chartered Bank Vice dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 2010. Hii ni miongoni mwa makampuni ambazo watoto wa viongozi alienda kuhitaji pesa nyingi sana, na kwa sababu hakufuata sheria za kupewa hiyo mkopo, akaamua kufanya ubabe pamoja na kuivuruga, kupelekea kwamba hawa majamaa kuvunjiwa mikataba yao na kufanyiwa haki, na kampuni ya Standard Chartered ikaenda kuishitaki serikali ya Tanzania kwenye shirika ambayo inaitwa ICSID. Hii ni kesi ya mwaka 2010, ni bado chini ya Rais Kikwete. Na bado kama hiyo haitoshi, kesi hii ambayo yenye usajili ya ARB/10/12 imeelezwa wazi ni jinsi gani familia ya rais ilisababisha hii kesi kupitia website inaitwa UNCTAD Investment. Unaweza peke yako, kama Mungu atakupa ya muda, kasome taarifa rasmi juu ya hii kesi kupitia hiyo website ambayo nimekupatia. Kesi ya tatu, tukashitakiwa tena na Standard Chartered, wakaishitaki tena kwa mara ya pili Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na kesi hii ikasajiliwa kwa namba ARB/15/41. Imesajiliwa rasmi, na pia vile vile ikatokana na uwizi mkubwa ambayo inasemekana kwa mujibu ya website ya Italy inaitwa italaw.com, ambayo familia za viongozi wakubwa ya nchi yetu ilienda kuhitaji mapesa, ilichukua mapesa kwa ajili ya kufanya makampeni ya CCM, na baada yake hawakutaka kufuata utaratibu. Baada yake, kwa sababu kampuni hii haijakuwa kukubalia kufanya mambo ya hovyo, wakatumia ubabe ya kiserikali na kutoa, na hawajajali kwamba hii hasara itakujia wewe raia ya kawaida na mimi. Kesi ya 4 ni mashitaka mengine ambayo tumeshtakiwa kwenye mashirika ya kimataifa. Hii inakupa kesi namba 4.
hata ile jambazi ya Tanzania ya kawaida hana mashtaka mingi kama haya, kwa jinsi ambavyo sisi peke zetu nchi yetu tumeshtakiwa na kuchafuliwa kwa mashirika ya kimataifa kwamba sio waadilifu kwa wawekezaji ya kimataifa. Kesi hii imesajiliwa kwa namba ARB/17/33. Walotushitaki kampuni inaitwa Eco Development in Europe AB and Eco Energy Africa ABV. Wameshitaki serikali ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 2017. Mwaka 2017. Na hii ndugu yangu kwa kuumiza moyo sana, walikuwa hawa majamaa wana uwezo ya kushusha bei ya umeme kwa manchi zetu pamoja na gesi ya kupikia na kuweka mavitu yenye ubora zaidi, kwa sababu tu maviongozi ya Tanzania ni viongozi ambao hawafanyi siasa peke zao, lakini wanafanya kazi na wafanya mabiashara ya Tanzania ambayo wafanya biashara matapeli yanauza magesi na wanafanya mambo ya mamadini, wakakuwa tayari kwamba kampuni hii ya kieuropa ya kimataifa itolewe bila ya utaratibu na tulipishwe madeni sisi maraia za kawaida kwa sababu tu ya kupeana raha wao peke zao kwa peke zao. Kama hiyo haitoshi, kesi namba 5 nyingine ambayo tumeshtakiwa sisi kwenye shirika ya kimataifa ya ICSID imesajiliwa kesi hii kwa namba ARB/19/8. Tumeshtakiwa na kampuni imesajiliwa kwamba Ayub Farid Michael Saab wameishitaki Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 2019. Kama bado hiyo, kesi nyingine tukashtakiwa imesajiliwa kwa namba ARB/20/25. Walotukua wameshutaki sisi ni kampuni inaitwa Wilshire Gold Corp. Imeshitaki Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 2020. Bado ndugu yangu tukaja kushtakiwa tena. Tumekuja kushtakiwa na kampuni inaitwa Nachingwea UK Limited na Ntaka Nickel Holdings Limited. Wameishitaki serikali na kesi hii imesajiliwa ICSID rasmi kwa usajili namba ARB/20/38. Haya makesi kama kampuni hii, kama ndugu yangu utaweza kusoma taarifa kamili ambayo ni taarifa ya kiintelijensia ilikuwaje hasa migongano hii katokea, sio ile ambayo imewekwa kwa mitandao, utaweza ukaumia moyo na ukalia sana ni jinsi gani viongozi yetu ni watu wamekuwa wabaya kiasi kwamba wamekuwa tayari hawajali maslahi ya mataifa zetu, hawajali watu wanyonge vile inateseka, hawajali kama tuko na hospitali ambayo haziko na madawa, wamekuwa tayari wao wawapema migodi hii watu wahovyo wengine na kutoa kampuni ambazo ziko na masifa, na wakakuwa tayari tulipe madeni ambazo pesa zake namba yake peke yangu mimi sijui kuitaja. Ndugu yangu, kama hiyo bado haitoshi, kuna kesi namba 8 imesajiliwa kwa namba ifuatayo ARB/21/6. Kampuni inaitwa Montero Mining and Exploration Limited imekuwa imeishitaki Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa mwaka ambayo inaitwa 2021. Wametushitaki kampuni hii hii ni kampuni ya Canada imetushitaki sisi, na jambo hii nimesoma taarifa ya siri kabisa, licha ya ukweli kwamba ilikuwa wakati ya Magufuli, lakini ilikuwa inatokana na mikataba ya wizi na mibaya sana ambayo ilikuwa imefungwa na kabla ya na Rais Bwana Mrisho Kikwete, jambo ambayo kwa sababu tu rais ya wakati hiyo ya Tanzania Magufuli aliumizwa sana na aina ya mkataba mbovu kabisa ya mali zetu, akaona ni bora hata tuvunje kwa kuokoa maisha zetu za baadaye. Kama ndugu yangu hiyo bado haitoshi, tumeshtakiwa tena kwa kesi ambayo iko na mausajili namba ARB/24/42 na kampuni inaitwa Equa Power and Catalyst Capital Limited. Wameishitaki Tanzania mwaka jana, mwaka 2024. Na hii kwa mujibu ya taarifa ya kiintelijensia imechapishwa na majamaa wa Italy
mtoto ya rais Abdul anahusika kikamilifu kabisa kututia taifa hasara kwa kuvunja hii mkataba, na sasa tuko kwa madeni kubwa ambayo hesabu yake hatuwezi kuitaja hapa, na kwa sasa tuko kwenye kufanya hizo malipo. Bado ndugu yangu, kama itakuwa bado moyo wako haujaweza kukuuma kwa jinsi gani tuko watu ambayo tunavurugwa, na kutajia kesi nyingine. Ni kesi ambayo imesajiliwa kwa namba ARB/25/44. Tumeshtakiwa na kampuni ya Pan African Energy Limited. Wameshitaki Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka huu, pamoja na wakaishitaki na kampuni ya Tanzania Petroleum Development Corporation, ambayo hii share yake kubwa kabisa inamilikiwa na rais ya Tanzania ambaye alikuwa anajulikana kwa jina yake Jakaya Mrisho Kikwete. Ako na mikoa, anauza mapetrol. Amehiari kwamba kwa sababu tu yeye kuweze kufanya mambo kwa raha zake, ameitia nchi kwa migogoro, na kwa sababu tuko na rais ambaye Mungu bado hajampea busara ya kutosha na hako na upeo mkubwa, amekubali kuitia taifa kwa mashida. Ndugu zangu, nimetanguliza mwanzo kusema kuna kesi zaidi ya 21 ambayo tumeshtakiwa sisi. Sidhani kama nitakuwa na nguvu ya kuendelea kuzitaja zote, lakini nimewapa taarifa muhimu ambazo mnaweza peke zenu mkakwenda kusoma na mkaona. Naomba kumalizia kidogo, halafu tuwape kaka zetu kinatwaha waweze kuanalyze hii jambo ni nini hasa maana yake kinchi. Kwa ufupi ndugu yangu, hii shirika ya ICSID ni shirika ambayo ya kimataifa. Maana yangu ni hivi: kama kuna mwekezaji yoyote yule ambaye ni tajiri kweli, anataka kuja kuwekeza nchi ya Tanzania, anawenda kuomba ripoti hapa kwa hii shirika juu ya Tanzania. Maana yake, kwa mfano, kama mimi ninakuwa nataka kumuoa mwanamke, naenda kuulizia taarifa zake. Je, huyu mwanamke ana matabia gani? Huyu mwanamke anafaa ama vipi? Huyu mwanamke ana rekodi gani mbaya? Maana yangu ni kwamba kwa mujibu ya taarifa ambayo imechapishwa na shirika the website inaitwa icsid.worldbank, imethibitisha kwamba kuna mashirika za kimataifa ambazo ziko na mapesa mingi sana zimetaka kuja kuwekeza Tanzania kwenye mambo ya utalii, kwenye viwanda vya bahari, pamoja na kuweka maviwanda ya uvuvi mkubwa sana. Wamehairi kuja kuleta mapesa zao kwa nchi yetu kuja kuwekeza, baada ya kupata ripoti chafu juu ya nchi yetu inotoka kwa CSID kwamba hatuko waaminifu, kwamba ni watu ambazo tunavunja mikataba kwa maovyo ovyo, kwa sababu tu ikiwa mke ya rais ama mtoto ya rais kataka $800,000 ama $1,000,000 akafanya mambo za raha zake, akifuata hizi kampuni hazijampea, anaweza akavunja. Ndugu yangu, naomba kukuonesha ni kwa jinsi gani chama ya CCM pamoja na serikali ya Tanzania wameivuruga Tanzania, wamevuruga uchumi ya Tanzania, na wao ndio sababu ya kufanya raia ya Tanzania au kuwe anauza njugu kama anavyosema Kakasama, ama kuwe anaziba maplastiki ya manini inaitwa masufuria. Ndugu yangu ya Kitanzania, hakuna njia nyingine yoyote hile kwa sasa tunaweza kusafisha ama kuondoa hawa majamaa isipokuwa kufanya maandamano ya amani yasiokuwa na kikomo. Kwa sababu kwa mujibu ya taaluma ya kuondosha serikali haramu, ziko manjia 3 tu ambayo hii somo nimeshawapea, nitarejea kwa ufupi. Kwamba njia ya kwanza inaitwa political paralysis, njia ya pili inaitwa administrative paralysis, na njia ya tatu inaitwa protest paralysis. Nikisema political paralysis, maana yake kama kuna nchi ambayo iko wanasiasa wana nguvu sana na ipo uhuru wa wanasiasa, wale wanasiasa ama ile vyama ya siasa mbili kubwa zikigombana, serikali inaweza ikaparalyze na ikapelekea watu nyingine wajiuzulu. Jambo hiyo ndugu yangu haiwezekani tena kwa sasa hivi, kwa sababu vyama vya siasa vya kipinzani vingi ni vyama ambavyo vinatumika na chama tawala. Kama ile chama ya yule mjamaa niliyowaambia mwenye matobo ya uso, ni mjamaa ambaye iko ushahidi ya kiintelijensia kwamba kichama chake kimekuwa kimeanzishwa na Bwana Kikwete.
na chama ambayo kidogo inaaminika kwamba wako wanasiasa wa kweli kabisa ambao walikuwa wanaweza kuifanya political paralysis, tayari wameshauliwa, tayari wamewekwa majela. Kama ukimwangalia bwana mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ndio mtu pekee ambaye ipo rekodi iliyoandikwa kabisa ya ushahidi kwamba amewahi kufanya political paralysis. Amewahi kufanya political paralysis kwenye shirika ya ndege ya Tanzania. Amewahi kufanya political paralysis, akapelekea kwa ripoti yake ya kwenye bunge waziri mkuu bwana Edward Lowassa akaondoka kwa serikali. Hii yote imefanywa na wapinzani ya kweli. Sasa serikali wamejaribu kumuua mjamaa, na kwa sasa yuko jela kwa kesi ambayo anaweza akanyongwa ama kuuliwa. Maana yangu kwamba msitegemee yule mjamaa wa Matobo kama anaweza kuiletea nchi yetu political paralysis, kwa sababu yule sio mkweli. Na njia nyingine ya kutoa maserikali nimewaambia kwamba inaitwa administrative paralysis. Maana yake kwamba wale watumishi wa serikali wagome kufanya kazi kwa sababu hawakubaliani na serikali. Kwa mfano, mapolisi usikie siku wanaandamana, wanasema hatufanyi kazi kwa sababu tumeona mikataba ile iliyovunjwa, Loteja Bill, hatukubaliani nayo, tunataka report. Ama jeshi igome kufanya kazi, ama madaktari, ama walimu. Jambo ambayo kwa sasa haiwezekani tena, kwa sababu CCM imecheza na maakili ya Watanzania. Wametafuta primitive na watu ambayo wanatoka UV CCM ndo wamewapa udaktari, ndo wamewapa walimu, ndo wamewaweka wizara ya ardhi, na wamewaweka mawizarani mote. Maana yangu kwamba huwezi kukuta hawa watumishi wakaigomea serikali, kwa sababu wao ni primitive na ni watu ambazo zimetoka kwa chama ya CCM. Sio watu ambayo walikuwa na elimu. Wamejitokeza baadhi ya watu wachache ndani ya chama ya Mapinduzi kama bwana Professor Assad na yule Warioba. Ni watu ambayo walijaribu hivyo, lakini hawajakuwa na nguvu. Hivyo basi, ndugu yangu, njia peke yake iliyobakia kuondosha hizi mambo ni kupitia protest paralysis, kufanya maandamano mpaka tuhakikishe tunaiparalyze serikali. Ningeomba kusimamia hapo, niweze kuwapa kaka zetu nafasi ya kuchambua hii ripoti ambayo ya kuvunjika kwa mikataba kwa sababu ya ulafi wa familia za serikali na dhidi ya ushahidi ambazo nimewaekea, alafu tuendelee na mambo nyingine. Asante sana, na ninaomba Mungu akibariki hii kikao yetu na